Ni neema. Neema sio dhambi. Na watu wengi sana wanachanganya neema. Neema sio dhambi. Sasa nataka nikusomee neema. Jina la Bwana libarikiwe. Naomba tusome neema, wapendwa wa Mungu. Tito 2:11. Tito 2:11 nasema, kwa maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia. Kumbe neema kuna jambo inafundisha. Neema inafundisha nini? Kukataa ubaya na tamaa za kidunia. Hivi ukikataa ubaya na tamaa za kidunia, sio mtakatifu wewe? Je, neema inaruhusu dhambi? Hapana. Amina. Tumeokolewa kwa neema, sio kwa matendo. Tayari ukiokolewa kwa neema, matendo yako yanakuwa safi. Ni kweli tumeokolewa kwa neema ile ya matendo, lakini tutasoma naye tufundishwa katika ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na uungu katika ulimwengu wa sasa. Yaani tunaishi kama Mungu, tunaishi maisha matakatifu katika ulimwengu wa sasa. Amina. Hiyo ni kweli. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Hiyo ndio neema. Na sasa watu wanachukua sehemu moja, afu wanachukua vibaya. Ukisoma katika Waefeso 2:8, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Amina Bwana. Wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije kujisifu. Hiyo ni kweli. Sasa kile kipawa cha Mungu kinaruhusu dhambi? Kipawa cha Mungu ni nguvu ya kuzuia dhambi. Amina. Mwili na nafsi vinaweza kusema lazima leo ni kazini. Kama una neema hauzini. Na kwambia hivi, kuna watu hapa wameshazuiwa dhambi usizifanye, walipanga na wakuzifanya. Kama ni kweli nyosha mikono. Hii mikono yote ni ishara, huu ni ukweli. Neema Mungu ikikujia utendi dhambi hata kama unataka. Hicho ndio kipawa. Kuna mtu anataka kumtabia, nenda kumpiga, yaani anafika mpaka kuna kitu kinakeleka. Sio kwamba nilifanya hivi bwana. Unije kumpiga ni mwanzo mbaya sana. Sio nini kimenifanya. Sio nini, ndio neema hiyo. Yaani neema, yaani sasa leo nitamtukana kuanzia juu mpaka chini hata nikoma. Unafunga na kanga kabisa kibweko, umefunga vizuri. Anaenda kunitambua sizoe. Unafika mpaka kuna kitu ndani ndio. Ulimpokea Kristo akakupa neema. Unafika na ndani yako wewe. Shukuru Mungu aliyezuia. Yaani leo hii nikutapikia kila kitu. Hiyo ndio neema. Kuna mambo mengi unataka kuyafanya, neema ilizuia. Na hata kuna mtu kuanzia leo simsaidii tena, na nikimwona akinisaidie siitikii, automatically utakutana habari ndio. Labda shaka umefanya kitu ambacho ulidhamiria kama kufanya. Hiyo ndio inaitwa neema. Kuna kitu kinakugeuza. Neema ni kuwezeshwa kumshia Kristo bila kuchanganya dhambi. Hata utendo mwingine neema pengine neema ni changanya dhambi takatifu na changanya ndio neema. Hiyo sio neema hiyo. Sio neema hiyo. Neema ni kutembea katika mstari wa kusaidiwa. Mimi ndio ninachoamini. Mimi sijua kama nilikuacha dhambi. Nafikiri katika utenda dhambi mimi nilikuwa mtenda dhambi kuliko wote kanisani. Sasa namna mimi niliacha mimi sijui. Ni kweli bwana. Sijui niliachaje. Nikashangaa zinapungua, mwisho zinapukutika, mwisho zinaisha. Hiyo ni kweli. Sijui kuna mtu amekiona hicho maishani mwako. Unajiona unazidi kukua, yale wewe uko na hataki. Nakwambia hivi, yuko mtu alikuwa bingwa kuvaa bikini. Siku ya ameamka amekipasi kabisa, kila kibaki ndio kioo hivi. Anajivi ni mimi ndo tutendea nusuchi na mimi Mungu. Hii anachagua nyingine akuta kuna zote zile nenda hata nabii. Akaenda na dini ndio kwamba vipi ameachana mimi. Neema inamgeuza mtu yenyewe. Kuna mtu kama hajapata neema, anaweza akawa amevaa dira, lakini katika Mungu roho amevaa nini? Suruali. Ni kweli. Anaweza akawa amevaa nguo ya heshima kwa sababu ya sheria, lakini moyoni amevaa nini? Kimini. Anaweza akawa ana nywele natural, lakini katika Mungu roho ameweka nini? Rasta. Yaani inabidi hivi vitu vitoke vyenyewe. Yesu alikuja kuondoa shauku ya dhambi. Hautajificha. Lakini kuna mtu akisikia amefika mahali anasikia wewe usiruhusu namna hii. Anaondoka. Sema yeye amepita tayari.
ndio ni hatari mloko. Hatuishi kwa kumwogopa mtu. Kweli. Hatuishi kwa kumwogopa mtu, hadi mateso unajitesa bure. Si umeelewa vizuri? Kuna mmoja alikutwa dukani anataka kuzimia, anakunywa kiroba, akaangalia kushoto, akaangalia kulia, akaanza kunipa kiroba kata kabisa, akakipiga kile kiroba mpaka anapoza ndio kiroba kina moto kini haraka akasema kumbe kuna ndugu amekaa mahali huko, ndugu anamwangalia mcheke, akaangalia tena kushoto kulia. Si lazima ukiangalia kushoto kulia uone unaohitaji kuona. Unaweza kuangalia kushoto na kulia na usione bado unaye kuona. Uongo kweli? Na kuambia hivi, kuna kipindi fulani watu fulani walipasua kamera za kwenye masebule zote, lakini walirekodiwa mpaka wakiwa wanapasua kamera. Aliyorekodi wakati anapasua kamera ni nani? Ndio utajiuliza swali. Unaweza ukahisi watu wakuoni kama wanafanya nini? Wanakuona. Akachukua cha pili, kata cha pili, piga teka, anapunguza moto wa kiroba. Baada ya hapo nipe pepe akarushia mdomoni. Kumbe watu wanamwona vigezo vyake vyote vinatembea. Hapo anasema neema. Haiko hivyo. Hiyo sio neema. Huyu mtu ilikuwa aseme wazi. Mimi nampenda sana Petro. Petro kujificha kwa Yesu. Petro alitumwambia Yesu, mimi hapa ni mwenye dhambi. Yaani ndio sikai na Yesu kwa sawa. Nimekuelewa. Kwa nini Yesu alimpenda Petro? Petro alikuwa mwazi. Amina. Kweli Bwana. Ukiwa mwazi ni rahisi Mungu kukusaidia. Kweli. Amina. Ukisoma jina la Bwana likiwe. Amina. Maandiko katika Mithali yanasema ficha dhambi zake hatafanikiwa. Ila yeye zingama atapata rehema. Ni kweli. Kwa hiyo ukificha hautafanikiwa. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Kwa hiyo tunakuja kuangalia kwamba Mungu ameweka utaratibu. Ameweka utaratibu katika kanisa lake. Kuna mitume au wa missionari, watu wa kwanza, kuna manabii, wengine wainjilisti, wengine walimu na wengine wachungaji. Wachungaji ni kulilea kanisa katika utakatifu. Amina Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Na haya mambo yote yanafanyika kwa ajili ya kujenga na kuimarisha mwili wa Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Na ni fahari ya mtu kumwisha Kristo katika furaha na amani. Bila siwezi, bila nikabidhi Bwana, mimi Baba wa Mungu wa mbinguni, hapa sijavuka. Ukikaa unaona tamaa inakutafuna kila wakati, ikabidhi kwa Bwana Yesu. Bwana Yesu, mimi na tamaa. Bwana Yesu, mimi najisikia mimi na kinyongo. Naona leo kusamehe ndani sina, nisaidie. Bwana Yesu, mimi na kiburi. Bwana Yesu, mimi nakwazika haraka. Bwana Yesu, mimi mtu muongo sana. Yaani hata angekuja ndani kama sijampiga fix za chape, sijasikia vizuri. Lazima nimsokote kama kuja. Unamwambia Bwana Yesu, niondolee wewe kusokota watu. Unakuta mtu yuko kwenye ice. Anapigwa simu, yuko kwenye ice. Halo. Samahani, niko chooni. Mpaka ice nzima ndio kuna baba mnadanganya. Hapo ajali. Hasemkini hapa. Hiyo mjeo kwa ndo kinadai kwenye ice. Mpaka mnageukia, wewe unageukia. Umeona? Ndio ndanganya. Hapo mtu unaweza yuko kwenye ice na dunda kwenye mabonde kuliko kawaida. Niko Mombasa hapa na kula pweza. Wewe muongo. Uko kwenye ice inaelekea Monduli. Unasema uko kwenye Mombasa kula pweza. Sasa nitakuletea samaki wa mwambao. Mtu anapoelekea ni msituni. Hata sio hata mwambao. Hizo ni roho za shetani. Ni kweli. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Sasa maandiko yanazungumza juu ya hati miliki. Unaweza usielewa leo, lakini kwa siku utaelewa. Inazungumza juu ya hati miliki. Kila kitu kina miliki wake. Yaani chochote unachofanya kina miliki. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Anasema wapenzi, Petro wa kwanza, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 2. Wapenzi, sasa
tu wana wa Mungu, wala hajadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini tunajua kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye. Amen. Kwa maana tutamwona kama alivyo. Na kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu. Amen. Kwa hiyo ili wewe ujionyeshe wewe ni mwenda mbinguni, tabia yako kila wakati ni kujitakasa. Amina. Kila atendaye dhambi afanya uasi. Kweli. Kwa kuwa dhambi ni uasi. Amina. Nani mnajua kuwa yeye alidhihirishwa ili asiondoe dhambi, na dhambi haimo ndani yake. Kama sisi ni Wakristo na Kristo amekuja kuiondoa dhambi, dhambi itakiwa isionekane kwetu. Kweli. Kwa hiyo Wakristo na dhambi ni vitu viwili tofauti. Jina la Bwana barikiwe. Mimi nasoma maandiko hapa, sisomi gazeti. Kila kae ndani yake hatendi dhambi. Kila atendaye dhambi hakumwona yeye wala hakumtambua. Watoto wadogo, mtu na asiwadanganye. Atendaye haki yuna haki kama yeye alivyo na haki. Atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Atendaye dhambi ni wa nani? Wa Ibilisi, kulingana na maandiko. Ndio maana dhambi ni kutomwamini nani? Yesu. Amina. Atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi tena dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Si kazi yake kumshtakia Bwana, kuna hili sikipendi anatoa, kuna hili sikipendi anatoa, kuna hili sikipendi anatoa. Sisi inatakiwa tujisalimishe kwa Yesu ili Bwana Yesu aweze kutusaidia. Amina. Kweli Bwana. Kitu ambacho unatafuta muda na Yesu, unakaa unapiga magoti. Bwana Yesu, nikijiangalia sina Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ana ishara, karama zile 9 sizioni, matunda yale 9 siyaoni. Bwana nisaidie. Unaomba kwa unyenyekevu kabisa, Bwana Yesu nisaidie, nijaze Mungu wangu. Ulisema katika Luka 11:11 kwamba mtoto akimwomba baba yai hatampa mge, akimwomba mkate hatampa jiwe, akimwomba samaki hatampa nyoka. Na mimi niko hapa Bwana, ulisema kila leo Roho Mtakatifu upokea. Naomba unijaze Roho Mtakatifu. Bwana Yesu nijaze kibinafsi. Amina Bwana Yesu. Unakuja mtu hapa anakuambia naomba kumpokea Roho Mtakatifu, njoo. Piga magoti. Afa anakusukuma mpaka unaanguka chini. Pokea. Wewe unataka kuangusha ukijui. Alafu kianguka huko chini tajiulize, hapa chini nafanya nini? Chini unasikia je, kuna mionzi inaingia, kuna vibration, kuna mguso, pale unajikuta unaamka. Umedanganywa. Roho Mtakatifu ni tukio. Siku ya Pentekoste watu walijua, si ndio? Siku ya Pentekoste wasio na Roho Mtakatifu waliwajua wenye Roho Mtakatifu, si ndio? Leo hii wasio na Roho Mtakatifu sina nini wajua ni Roho Mtakatifu, kwamba hawa maisha yao sio kama sisi. Hawa nguvu yao sio kama ya kwetu. Kwa nini? Ukiwa na Roho Mtakatifu unakuwa na kitu cha ziada. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Na Roho Mtakatifu ana ishara. Ziko nyingi Biblia inasema. Tunaendelea. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Sasa kuna dhambi kulingana na Yohana 16:7 ni kutokuamini. Lakini kuna uovu kulingana na Mathayo 7. Kwanza mstari 22-23. Uovu ni nini? What is iniquity? Iniquity is to know how to do something right and you don't do it the way it is supposed to be done. Yaani unajua kitu kinataka kifanyike ili ufanye. Unajua hili ni makosa, alafu unalifanya hata hivyo. Huo ni uovu. Kweli. Dhambi kutomwamini Yesu. Yohana 16:7. Alafu kuna makosa. Makosa kila mtu duniani anakosea kila siku. Hata leo kama unakuja umeshakosea. Na utakosea tena baadaye. Hayo ndio tunazidi kuomba Mungu akusamehe, Mungu naye hapendi makosa. Kweli Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo